Nikakwambia hii mechi saizi ndio inazungumzwa kwa sababu saizi imetoka ndani ya pitch. Watu kwanza wanazungumzia performance ya Simba jana, mabao ambayo wameruhusu, wanazungumzia maamuzi pia. Maamuzi ya referee. Unajua hamna kitu ambacho jana wachezaji wa Simba kuna kitu wamenishangaza sana. Mwenzao ameangushwa ndani ya box. Ateba. Badala watumie nguvu kumlazimisha muamuzi aende kaangalie, wao wameendelea kucheza mpira. Wanaonyesha kama hakuna kilichotokea vile. Kile kitu mimi sikukielewa. Kwa waamuzi wa Afrika. Tukio kama lile watareview kwenye michuano ya mataifa ya Afrika tu, lakini sio kwenye michuano mikubwa kama ile. Labda ingekuwa inacheza timu kubwa pale. Labda yule timu ambazo unajua Al Ahly yupo ugenini, watareview tukio kama lile. Na kwa sababu wale watapush. Au nakumbuka msimu uliopita tukio kama lile AFL waliwahi kureview, ilikuwa Mamelodi na Wydad. Mechi ya finali. Vitu kama vya ugenini. Kwa timu kama zile watareview. Lakini kwa hizi timu zetu hizi ngumu sana. Lazima mlazimishe. Shida nini sasa? Sasa ile hebu angalia goli la pili. Yaani kwa nini inakuwa sio haki sawa sasa? Waamuzi wanakuwa kwa nini unasema kwamba mechi kama hii kama ingekuwa ni fulani wangeenda kutazama. Lakini kwa sababu ni fulani hawajaenda kutazama. Kwa nini inakuwepo? Ni mazingira ambayo mpira wa Afrika umetengenezwa. Unajua mpira wa Afrika mimi nimefuatilia kwa muda mrefu sana. Hasa hao Waarabu wakicheza nyumbani wanabebwa sana. Waarabu akicheza nyumbani kila kitu kinakuwa upande wake. Kila kitu. Kama ulikuwa unaifuatilia ile mechi, nakumbuka Hussein alikuwa anasema pale. Akawa anasema Mwayombo, wewe unamuona huyu refa yuko sawa lakini hayuko sawa. Wewe muangalie vizuri kwenye matukio mengi ya Simba naacha. Yani alikuwa anamulika upande mmoja. Alikuwa ananiambia huyu refa anamulika upande mmoja huyu. Huyu refa anang'ata na kupuliza. Alikuwa ananiambia hivyo. Hussein. Na nikaja kuamini kwenye lile tukio kwa sababu kuna matukio mawili ambayo mimi naamini Simba wangefanyiwa wao. Lazima wangereview. Yaani Simba wangefanya wao kwenye box la upande wa pili wangereview. Kuna lile la Kibu Denis anaanguka ndani ya box. Yes, halikurudiwa sana. Kama unakumbuka alirudiwa mara mbili tu. Hatukuliona kwenye engo nzuri. Umeona? Kuna tukio lingine lile la Ateba kudako ndani ya box. Ile hutakiwi kutumia nguvu nyingi. Kwanza kuelekeza ilikuwa ni penalty. Huwezi kutumia nguvu nyingi, ile ni clear. Penalty ambayo mwamuzi alikuwa anatakiwa kufunika moja kwa moja. Lakini kwa sababu hata wachezaji wa Simba wenyewe mwenzao wameanguka milala ndani ya boxi lakini hawajamshinikiza mwamuzi. Wao wa kwanza wameendelea kucheza mpira, baadaye kama dakika 1.5 ndo anakuja kutoa mpira nje. Amini nakwambia, yani hata kama mwamuzi wale wa kule juu anamwambia bwana hiyo penalty hiyo lazima atapotezea. Anapotezea kivyo vyote vile kwa sababu unaona hamna force yoyote. Sasa angalia baada ya goli la pili ile ule mwamuzi wa pembeni kusema ni offside. Yes. Angalia ile nguvu ambayo iliyotumika kutoka kwenye kikosi hiki cha Al-Masry. Kuanzia kwa mashabiki, jukwani wanaimba, viongozi wanataka penalty, wanataka goli wanataka goli liwekwe kati. Wachezaji ndio usiseme. Umeona? Na ukizingatia dakika zile kwenye maisha ya Afrika ukileta ustaarabu utoboi. Kwenye maisha ya mpira wa Afrika ukileta ustaarabu yani, hautoboi. Yani Simba jana wameonyesha wao ni wastaarabu. Ule ustaarabu hawatoboi. Kwa ustaarabu wao wataendelea kuishia robo hivi. Yani ule ustaarabu yani kuna magoli mengine unatakiwa uyadai wewe. Uyatafute kwa nguvu. Kwa sababu Simba wamedominate mpira kwa kiasi kikubwa sana. Yes. Wamecheza mpira mwingi sana. Lakini kwenye mpira wa miguu kitu kinachoangaliwa ni kimoja tu. Matokeo ya mwisho. Basi. Yani matokeo ya mwisho inasomaje? Sasa hizi Simba amecheza mpira mkubwa lakini aggregate sasa hizi tunavyozungumza mimi na wewe hapa ni 2-0. Amefungwa yeye mabao 2-0. Kazi ambayo nataka kuja kufanya Benjamin Mkapa ni ipi? Kushinda bao 3-0. Yes. Kwa jinsi Al-Masry anavyocheza, Simba kitulia. Umakini kina Ateba wakiacha mambo yao ya ajabu. Mabao 3 mimi nayaona. Sasa Mwayombo. Watu wengi jana baada ya mchezo ule ukijaribu kufuatilia comments kwenye mitandao ya kijamii wengi wanasema kwamba Mwalimu Fadlu Davids akiendelea kumwanzisha Ateba au kumwamini Ateba akiendelea kumwacha Steven Mukwala nje huenda pia ikawa ni ngumu kwao kutoboa. Huoni kwamba wewe unakaa upande gani? Unaungana nao kwa kauli hiyo au wewe una maoni tofauti na wao wanaosema? Unajua nimeangalia mechi nyingi ambazo Simba ikicheza bila Mukwala
na Simba ikicheza na Mkwala zinakuwa Simba mbili tofauti. Simba ikicheza bila Mkwala na Mkwala akiwa. Kama unakumbuka jana baada ya Mkwala kuingia kuna on target mbili zimetokea. Dakika 80 ile. Kwanza dakika 80. Kuna moja imepigwa, golikipa ka save. Zote mbili save golikipa. Okay. Lakini ukiangalia kwenye ile miguso Mkwala alishiriki. Ateba ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kureceive mpira na kugadi kutulia nao. Okay. Lakini changamoto yake moja, zile pasi zake zitakuwa mbovu sana. Watu watamlinganisha na Mugalu, lakini kuna utofauti. Unajua Mugalu alikuwa anaweza kuhold mpira, ataulinda huo mpira mpaka kikuona Salumu umepita, anamuona Chama na Mixon wamepita ama Boko, ndo anaweka kwenye njia. Hiyo inaenda kutengeneza shambulizi la hatari. Lakini Ateba amekuwa na uwezo wa kufanya hiyo kazi, lakini zile pasi zake ataka kupiga visigino anampasia adui. Akipiga shuti hana nguvu. Yaani ile mashuti yake mengi yanakuwa kama yani ya kumpa golikipa, kumpasia golikipa. Jana golikipa wa Al Masry amepasia mpira kama 3 hivi. Anaokota tu. Mipira miepesi sana ambayo kama kungekuwa na utulivu inawezekana mechi ingekuwa 2-2. Yaani zile nafasi naamini nakwambia walizozipata Simba zingegeuzwa sasa wakazipata Al Masry. Ingekuwa 4-2 jana mimi nakwambia. Ingekuwa 4-0. Kwamba Simba hawakuwa bora kwenye matumizi ya nafasi. Hebu angalia Al Masry wametengeneza kwenye ule mchezo nafasi 3. On target 3. Yes. Katika on target 3 wamefunga 2. Kwa umakini mkubwa sana. Yaani ni timu ambayo inaonyesha kabisa inazuia, haitengenezi nafasi nyingi za kukufunga wewe, lakini washambuliaji wake wakienda kukushambulia wanakuumiza. I say, yani Simba jana kuna kitu kikubwa sana ambacho walikuwa wamekipoteza kwenye ile eneo la ushambuliaji. Mimi naamini ile ni mechi ambayo walikaa sana na mpira ugenini, lakini ni moja ya mechi ambayo walikuwa na maamuzi mabaya sana Simba kiuchezaji. Yani ukiangalia kuna watu walikuwa wanasema kwamba wachezaji waache kucheza kibinafsi. Uliona ubinafsi wote kwenye kikosi cha kwenye mchezo wa Simba hapo jana? Niliona. Hebu angalia takwimu zake hapa jana ndani ya dakika 90. Umiliki wa mpira Simba na 59, wale jamaa walikuwa na 41. Total shots Simba imefanya shots 18 lakini on target 7. Yes. Unaona umakini ulivyo mdogo hapa. 18 unapata 7 yanalenga lango. Yamelenga lango lakini haupati goli lolote. Wenyeji Al Masry wamepata 7. On target 2 zote kamba. On target ngapi? 2 kamba. Simba on target 7 hawajapata goli. Lakini katika hizo on target 7 na hizi off target nyingine kuna nafasi ambazo ulikuwa unaona kabisa Simba walikuwa wanastahili kufunga goli. Okay. Yani Simba walikuwa wanastahili kuwa makini wafunge goli. Big chance. Hawa jamaa wametengeneza 2 ni zile ya kwa magoli. Ukiangalia pasi sahihi 271 jana wamepiga Al Masry. Yes. Wakati huo upande wa Simba wamepiga pasi sahihi 420. Umeona? Waliumiliki mchezo. Yes, waliukamata mchezo kwa kiasi kikubwa sana. Sasa pasi hazikupi ushindi wewe. Kona wamepiga 1 Al Masry. Simba wamepiga 5. Kona hizo. Kugusa mpira nje ya boksi Al Masry ndani ya boksi. Umeona Al Masry waligusa mara 9, Simba wamegusa mara 23. Offside ni 4-0 ambazo wamezipata Al Masry. Sasa ukiangalia hapa Al Masry walikuwa wanacheza mfumo wa offside trick. Wanawategea goli la pili. Okay. Kuna goli lingine lilifungwa ikawa offside, unalikumbuka lile? Yes. Lilivyofungwa kabla goli la pili. Ina maana style ile wakaja kuwafunga goli la ngapi? La pili ambalo lilikubaliwa. Ambalo limekuja kukubaliwa na maamuzi na VAR pia. Ndio maana mimi nimekwambiaje? Umezungumzia kuhusu ubinafsi kwenye ile eneo la ushambuliaji la Simba, ni kweli? Yes, kwa kina Mpanzu. Mimi na mchezaji ambaye kwangu mimi siwezi kumlaumu sana kwenye issue. Mpanzu alifanya kazi nzuri sana, alikuwa anatiririka vizuri sana. Na ndio mchezaji aliyekuwa na rating kubwa sana kwa upande wa Simba. Alikuwa na 7.6. Alikuwa na 7.6 hata kwenye numbers tukiangalia. Ukiangalia performance yake ilikuwa nzuri kwa upande wangu mimi. Alifanya kazi kubwa. Hebu angalia hapa. Yes, alikuwa ana 7.6. Mchezaji mwingine, yani upande ambao ulikuwa umesimama Mpanzu na Kapombe na upande wenye namba nzuri, kwa sababu Kapombe alikuwa na 7.0. Yes. Lakini wachezaji wengine wote waliosalia walikuwa na namba mbaya kwenye huu mchezo. Wengi walikuwa wameishia kwenye 6. Na mchezaji ambaye alikuwa na namba za chini kabisa ni Musa Pinpin Kamara. Alikuwa na rating ya 5.5. Mimi Kamara
hasa goli la kwanza. Sawa, mpira ulidunda. Lakini mimi naamini kwa ubora, kwa ukubwa wa golikipa yule ilibidi afanye kazi nzuri zaidi. Kuliko lakini siwezi kumlaumu sana. Unajua Kamara alikuwa nje kwa muda mrefu, hachezi. Ina maana unajua ile injury ile kuna mechi kadhaa zimepita hajacheza za kiushindani, inawezekana pia hakuwa sawa. Lakini yote kwa yote Salum, Simba kama wanaongeza mkakati mzuri, wanaongeza umakini kuelekea kwenye ile mechi ijayo, Simba na nafasi kubwa sana ya kupata mabao akiwa nyumbani. Yaani Simba ana nafasi kubwa ya kutengeneza mabao. Ila kikubwa ndo kama ulivyozungumza hapo, waache ubinafsi wale wachezaji wao. Jana kuna mikimbio ambayo ilikuwa inafanyika, nilikuwa namuona Kibu Dennis yaani sehemu ambayo inabidi wapasie wenzie anashuti. Na sehemu ya kushuti anapasia. Yaani kuna maamuzi nilikuwa nayaona mpaka najiuliza, hawa ni wachezaji wa timu kubwa wanafanya mazoezi pamoja. Unajua wachezaji wetu wengi wanajisahau kitu kimoja. Tunapofika kwenye issue ya mechi kama hizi za kimataifa, inabidi mcheze as a team. Msicheze tena kusema mimi ni Salumu Rugu, mimi nionekane. Unajua hata ukicheza as a team unaonekana, ndio maana kuna wachezaji wanasifika kuwa ni vinara wa kuanzisha mashambulizi. Umeona? Yaani kuna mazingira ambayo jana Simba walikuwa wanayatengeneza, kama wachezaji wao wangekuwa wanacheza as a team, wangekuwa wamepata faida kubwa. Lakini jana, kwa hiyo Moyombo unataka kusema kwamba kuna namna ambavyo Simba ni kama wachezaji wake walikuwa wanajikaba. Yes, kuna matukio wanajikaba, nitakusimulia. Kipindi cha kwanza kuna wakati Kibu Dennis alikimbia na ule mpira akaenda kushuti. Upande wa kulia alikuwa amefungua Ahua. Yes, upande mwingine Ateba hakuwapasia ule mpira. Alishuti. Haikuwa on target. Haya, kipindi hicho cha kwanza Ahua alikuwa na uwezo kumdanganya yule beki wa kulia, mlinzi wa kulia yule, akaingia naye upande wa kushoto akapiga V-pass. Kwa sababu kuna wenzake walikuwa wamejipanga kwenye mstari, wanasubiria mali. Yeye akadesh kushoto upande wa kulia, target yake kubwa itafute engo, ashuti. Akashuti, beki akablock. Mlinzi akablock. Ina maana ile ilikuwa ni nafasi ya kufunga goli pia. Tukaja kipindi cha pili, Kibu akakimbia na mpira kutoka upande huu wa kulia. Akaingia ndani ya boxi. Kwanza akasababisha hadi mwenzake akawa offside. Amekaa nao sana. Alikaa nao muda mrefu kiasi kwamba Ateba ndio alikuwa kwenye njia sahihi mpaka akazidi. Lakini yeye alikuwa na uwezo kuachia ule mpira mapema, mwenzake akiwa kwenye njia akaweka. Akakaa nao. Kuna mpira mwingine Ateba amepasiwa ndani ya boxi. Akawa nao beki kaja akaondosha. Umeona? Kuna shuti lingine Mpanzo alipiga, mpira ulipaa juu. Lakini alikuwa na uwezo wa kutoa pasi kwa wenzake. Sasa timu kubwa zinacheza as a team. Timu kubwa inabidi mcheze kwa ushirikiano. Yaani unatengeneza nafasi, unamtengenezea mwenzio, kwa sababu hii michuano ya kimataifa haihitaji wewe kufunga. Inahitaji wewe kutengeneza mabao ambayo yataipa faida timu yako Salum. Yani hawaangalii kwamba wewe unafunga mabao mangapi. Hawaangalii wewe umefunga magoli mangapi. Wanachoangalia ni kwamba umefanikiwa kufuzu. Mechi hizi za kimataifa zinahitaji ushirikiano, zinahitaji mcheze as a team. Ndio maana timu nyingi ambazo zinachukua ubingwa kwenye hii michuano wanakuwa wanacheza as a team. Jana kiukweli Simba wameniangusha. Walikuwa binafsi. Simba wamefungwa katika mechi, wamefungwa 2-2 katika mechi ambayo hawakustahili kufungwa hayo mabao mawili. Simba alikuwa anastahili kabisa kuondoka na ushindi katika ule mchezo. Ama kama sio ushindi, Simba alikuwa anastahili kupata sare katika ule mchezo. Kwa sababu sasa wamemaliza mchezo bila goli. Pengine hiyo inaweza ikawa sasa inawawia vigumu kuja kuanza na sifuri. Wanaanza na sifuri, wenzao wanaanza na 2 katika mchezo wa marudiano. Hapana. Mimi na kwa Al Masry ninavyocheza, kwa performance ile ya Al Masry, bado nitakuwa mtu wa mwisho kuamini Simba ameshatoka kwenye hii michuano. Nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini hivyo. Kwa sababu naamini Al Masry anafungika. Simba anaweza kumfunga Al Masry zaidi ya goli moja. Simba anaweza kufunga magoli matatu. Yaani ni issue tu ya mwalimu, na yaani ile mechi inabidi Simba kwanza wakifika hapa watulie, waliview ile mechi, waiangalie upya. Kila mchezaji aone performance yake. Na pia kitu kingine kilichosababisha Simba jana wasifunge goli, Simba walikuwa slow sana. Jana hiyo. Ukicheza na mtu ambaye yupo chini muda wote, unacheza taratibu mfungi goli.
huwezi kumfunga. Ni sawa na mnapoteza muda. Ni sawa unapoteza muda kwa sababu yeye atakuwa anabutua tu. Wewe unakuja unamlazimisha yeye anaosha ule mpira. Hadi uje urudi tena dakika 2 3 anaosha tena. Mwisho wa siku utajikuta dakika 90 zimefika. Simba kwangu mimi ana nafasi ya kushinda zaidi ya magoli 2 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Yes, Benjamin Mkapa. Kikubwa afanye maandalizi mazuri. Kikubwa ushirikiano uwe wa kutosha hasa kwenye ile eneo lao la ushambuliaji. Washambuliaji wa Simba wanatakiwa kuwa makini sana. Washambuliaji wa Simba wanatakiwa kuongeza ufanisi mkubwa kwenye ile eneo la mwisho hasa kwenye kutumia nafasi. Nafasi zinapotengenezwa basi wanatakiwa kuzitumia. Jana Ateba amewaangusha wana Simba jana. Kikweli kwa asilimia kubwa sana. Yeye ndio mshambuliaji amesajiliwa kwa pesa nyingi. Yeye ni mshambuliaji ambaye anategemewa na timu yake. Kitu ambacho kinamwangusha Ateba ni uzito wa kufanya maamuzi. Atalisibu mpira vizuri sana. Atawagani beki, atatuliza timu. Lakini kwenye issue ya kufanya maamuzi, na hata akifanya maamuzi, atapiga nje, asipopiga nje, kashuti kama mtoto. Goalkeeper anaokota. Mimi naamini kocha mechi ijayo anataka kwanza na Mkwala moja kwa moja. Asianze kumwangalia. Unaungana sasa na mashabiki wengi ambao wanaamini kwamba Mkwala anapaswa kuanza. Asianze kumwangalia Ateba usoni, si kusema bwana wewe ni Ateba ni mchezaji wangu, nimekutoa wapi, hapana. Simba ina flow vizuri sana, inakuwa na kasi sana. Ni bora wakasimama wakawa na mshambuliaji uwanjani ambaye asimami kwenye eneo moja, ambaye anacheza sehemu tofauti ili atoe nafasi kwa watu kama kina Ahua sasa kucheza karibu na boxi kwa sababu wana ufanisi mkubwa kutumia hizo nafasi. Mimi na uhakika kabisa. Simba wakiwa na pumzi ya moto pale Benjamin Mkapa, Al-Masry atapotea. Al-Masry ana uwezo wa kufungwa hata magoli 5 kwenye lile dimba la Benjamin Mkapa. Yani Simba tangu anaanza kuingia katika hatua ya robo finali, mimi naamini wakati ndio amekutana na timu ya kawaida afu ameruhusu mabao mengi. Sababu Simba ashakutana na Al-Ahly, tulimuona kucheza hivi kama alivyocheza. Simba kwenye hii michuano ameshakutana na Wydad akatolewa kwa tabu sana. Wydad alienda hadi finali kina Orlando. Lakini safari hii ameruhusu mabao 2 katika mechi ambayo yeye mwenyewe alikuwa anaweza kufunga mabao 2, mwisho wa dakika 90 ingeisha mabao 2-0. Hebu ule makosa waliokuwa wanafanya wale kina Al-Masry, ashumu wanacheza na ile Petro Atletico ya kipindi kile ipo kwenye ubora wake. Wangeruhusu magoli mangapi nyumbani? Mengi sana. Au Mamelodi ndio amesha kudominate vile upo nyumbani kwako, afu unafanya makosa kwenye box lako. Kina Chalulile watakuacha zile nafasi ambazo wanapata kina Ateba. Kina Ribeiro watakuacha zile nafasi. Kina Ikram Blanes watakuacha, kina Jayden Adams watakuacha. Sasa wachezaji wa Simba wao wenyewe wanatakiwa wajitambue. Mechi za kimataifa ni mechi ambazo zinawatangaza. Ila jambo kubwa kwangu bado naipa nafasi kubwa sana Simba kufuzu kwenda katika ile hatua inayofuata. Bwana Mwayombo, tumeona katika misimu yote hii timu ambazo zimekutana na Simba katika hatua ya robo finali, asilimia kubwa zilizofanikiwa kuitoa Simba zimefika mpaka hatua ya finali. Tukianza na Kaizer Chiefs msimu wao wa kwanza ule walifika finali. Al-Ahly msimu uliopita mabingwa watetezi hao, lakini pia Wydad Athletic nao vile vile. Timu pekee ambayo iliwatoa Orlando Pirates pia tuliona kwenye michuano kombe la shirikisho. Timu pekee ambayo iliwatoa Simba na haikufanikiwa kufika finali ni TP Mazembe. Daraja la Simba kwenye michuano hii ya kimataifa, unadhani sasa ni wakati wao wa kufuta uteja, kufuta sasa lile jina ambalo wamekuwa kiitwa mwaka robo na watani zao? Nafasi hiyo wanayo mbele ya Al-Masry kama ulivyosema. Ni kipi ambacho Simba wanapaswa kufanya katika mchezo wa marejeano tarehe 9 Aprili mwaka huu? Kitu ambacho Simba wanatakiwa kukifanya katika mchezo ambao unaofuata pale katika dimba la Benjamin Mkapa ni kufia uwanjani. Unajua Simba kuelekea katika hii michuano ama kwenye michuano hii wamekuwa kama wana ufunguo hivi. Kuna timu nyingi ambazo zimekuwa zikiwatoa, zinakuwa na nafasi kubwa sana ya kufika mbali. Zimekuwa na nafasi ya kufika katika nafasi nzuri kwenye hii michuano. Sasa kama unatolewa na timu ambazo zina nafasi nzuri ya kufika mbali, basi hata wewe ujue nafasi yako kufika mbali ipo njiani, ila inawezekana kuna muda unaikwamisha mwenyewe. Simba mimi kwenye huu mchezo ambao unaofuata, kama nilivyokuambia hapo awali, wachezaji wa Simba wanatakiwa kuwa monster. Kwanza kasi ongezeke. Yaani mechi itapigwa saa 10 jioni, najua kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Wachezaji wa Simba wanatakiwa kuwalazimisha Al-Masry
ndani ya dakika 45 za kwanza wao wamesharudisha haya magoli mawili. Yaani magoli mawili haya yanatoka kurudi dakika 45 za kwanza. Baada ya hapo kipindi cha pili mnakuja kutafuta magoli mengine ambayo kuwavusha sasa. Ambayo ya kuwavusha sasa, ya kuwapeleka mbali zaidi kwenye ile michuano ya kombe la shirikisho. Yale makosa ambayo yamefanyika jana yasirudiwe tena. Yasijirudie. Yaani timu imetengeneza nafasi mbili za kulenga goli, zote magoli. Na mipira yote ambayo unaona kabisa magoli yote mawili, kama watu mngekuwa makini mlikuwa mnaweza kuokoa. Goli la kwanza lile, Hamza na Yusuf Kagoma, kama wangewa na nusa hatari mapema wasingemruhusu yule mchezaji apige shuti. Na goalkeeper Kamara naye angekuwa amenusa hatari mapema, asingeruhusu ule mpira udunde. Umeona? Kwa hiyo Simba wachezaji wao, kazi kubwa ya watakao kuwa nayo katika dimba la Benjamin Mkapa ni kucheza kwa jitihada kubwa sana, kujitoa kwa nguvu. Yaani katika mchezo yani hii ni kama finali kwa upande wao msimu huu. Okay. Yani hii ni finali kwa upande wao msimu huu. Wanatakiwa wawe na kiwango bora sana kwa kufanya comeback, ambacho kitawafanya wafanye comeback kwenye huu mchezo wa kesho kutwa. Ina maana tarehe 9 ni Jumatano ijayo. Inabidi waje wakiwa na umakini sana kwenye lile eneo la mwisho na ule ufanisi mkubwa ambao utawasaidia kuweza kuibuka na ushindi. Mimi naamini Simba ushindi upo mikononi mwao. Isipokuwa tu ni kutumia yale madhaifu ambayo wamefanya kwenye uwanja, ama kwenye ule uwanja wa jana Suez Canal pale, kwa sababu kwenye football muda mwingine wewe inatokea mnakuwa mnacheza, hata timu za Ulaya wewe inatokea tu inaenda kucheza ugenini, unapigwa 2-2 katika mechi ambayo unaona kabisa bwana, hii mechi nilikuwa na uwezo wa kufunga mabao. Yaani kitu ambacho wanatakiwa wakifanyie kazi ya ziada, wapambane vilivyo, nafasi ya kufuzu wanayo. Kama wale wamepigwa 2-2, wao wanaweza kuwafunga 4-2 hapa. Na mwisho wa siku ama 3-2 hapa, historia ikiwa imeandikwa nyingine kabisa. Bana Chile Salu yeye anasema ubaya ubwela tu, hii tunavuka. Asante sana Chile Salu. Peter Raymond anasema ila VAR vipi? Mbona sikuielewa? Ndicho ambacho amezungumza Moyombo hapa. Anasema kwamba wachezaji wa Simba pia walipaswa kumshinikiza mwamuzi akaangalie kwenye VAR.